Mtazamaji, hii ni Amasho Online TV. Usisite kusubscribe, kulike, lakini pia kutolea maoni hiki ambacho nimekuwekea hewani. Mimi ni Martin Mhina. Kutokana na uwepo wa tishio la uvunjifu wa amani linalochochewa na baadhi ya watu hasa katika mitandao ya kijamii hapa nchini, viongozi wa dini ya Kikristo wilayani Handeni mkoani Tanga wameitaka jamii kuilinda amani iliyopo ili nchi iendelee kubaki salama. Akizungumza katika sikukuu ya kanisa Anglican mtaa wa Mtakatifu Paulo Kideleko Handeni, mchungaji wa mtaa huo Kenani Francis Mwandamizi akinukuu maandiko matakatifu amewataka wananchi kushinda ubaya kwa wema. Kwa upande wake Archidikini wa Handeni mchungaji Joseph Mweta akiwaasa wa Tanzania kumtazama Mungu kwa jambo lolote wanaloona hali iko sawa. Maandiko matakatifu unaposoma waraka kwa Ibrania sura ya 12 aya ya 14 inasema kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao mtu asipokuwa nao hawezi kumuona Mungu. Lakini pia katika waraka wa Paulo mtume mbarikiwa kwa Warumi sura ya 12 aya ya 21 ambayo inasema kwamba tusishindwe na ubaya bali tuushinde ubaya kwa wema. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kuambia Watanzania wenzangu kwamba siku zote tulinde amani tuliyokuwa nayo. Tusikubali kushawishiwa ama pengine kuwezeshwa kwa namna yoyote ambayo inaweza kuvuruga amani ya nchi yetu. Sisi tuliombe sana taifa na tuombe sana wana taifa hili wamtazame sana Mungu. Mungu ndio kiongozi wa kila kitu. Na jambo lolote ambalo pengine wanafikiri haliko sawa, hebu wafike mahali wamwite Mungu, wamwachie Mungu. Mungu atafanya kwa wakati wake. Lakini watakapoleta tafulani na vurugu zozote, huko ni kumtangulia Mungu. Sisi kazi yetu kanisa na wana jamii wote ni kumpa Mungu nafasi. Taifa hili likianza miparaganyiko, likianza tofauti, hatutaweza kupiga hatua yoyote ya maendeleo. Na kama kuna haki yoyote inayobinywa kwa namna yoyote au kwa jambo lolote, hebu tumpe Mungu nafasi. Tumpe Mungu nafasi. Na Mungu ni Mungu wa haki, yeye ataamua kwa haki. Nao baadhi ya waumini wa kanisa Anglican mtaa wa Mtakatifu Paulo Kideleko akiwemo Mary Gerard Mbega amewataka wananchi wenzake wa Tanzania kuendelea kushikamana katika kudumisha amani, na Steven Chabaye akiwataka vijana kufuata maadili ya dini katika kuilinda amani. Tunapenda kuwaasa wenzetu kwamba waendelee kuwa na amani, waendelee kuweka utulivu, tushikamane, tuwe kitu kimoja, tuendeleze amani ya nchi yetu. Wito wetu kwa vijana, wafuate maadili ya dini, wafuate mafundisho ya viongozi wa dini, lakini pia wasimame kwa nafasi yao kwamba wao ndio taifa linawategemea wao kwa maendeleo ya nchi hii. Kutoka katika viwanja hivi vya kanisa Anglican Diocese ya Tanga mtaa wa Mtakatifu Paulo Kideleko wilayani Handeni, mimi ni Martin Mhina.